na mimi nitatoa kiasi changu cha shilingi 100,000 kwa ajili ya yule mama, kwa ajili ya mradi wowote yule. Diwani wa kata ya Kisungule iliyopo katika halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, Mheshimiwa Sharifa Saidi amefanya kikao cha kwanza cha kamati ya maendeleo katika kata hiyo. Kikao hicho kimefanyika leo Januari 8, 2026 katika ofisi ya mtendaji kata wa kata hiyo na kujadili mada mbalimbali ikiwemo elimu, ambapo amebainisha kuwa chanzo cha watoto kufeli katika shule ya msingi Mikindani nachangiwa na wazazi pamoja na walimu kwa kutotimiza wajibu wao kwa 100%. Hususan swala la kufeli, usikute labda kuna changamoto nyingi, upande wa wazazi wanachangia, lakini na upande wa walimu wanachangia. Kuoni nilitarajia kabisa yeye kama mwenyekiti wa kamati ya shule angetueleza upande wa wazazi na yeye kama mzazi, lakini pia angetueleza kwa uelewa wake yeye, kwa vile ndio mtu ambaye anadumu pale na walimu, angetueleza changamoto ndogo ndogo ambazo zinapatikana pale. Mimi kama mkazi wa Kisungule nakaa hapo chini, kweli changamoto zipo upande wa walimu na upande wa wazazi, lakini shule ili ifanikiwe tunatakiwa watu wote tuwe wamoja. Na unapokuwa kiongozi lazima uwe mvumilivu. Unapoambiwa jambo ili ukitaka mfike lazima ulivumilie. Kama jambo lina ukweli lipokee, lakini pia tuliendelee kulifanyia kazi. Aidha, Mheshimiwa Sharifa ametoa wito kwa wazazi kujitoa ili kuongeza kiwango cha ufaulu kwa watoto wanaosoma shuleni hapo kwa kutoa mchango na kuondokana na dhana ya elimu bure. Shule ina changamoto upande wa wazazi. Wazazi wagumu kutoa michango. Shule yoyote ili ifanikiwe, mpate maendeleo mazuri na ufaulu uongezeke, lazima wazazi wajitoe. Na wazazi tumekwepa na tunazana, wazazi wa Mikindani hususan kwenye kata ya Kisungule wanazana ile ya elimu bure. Watu bado zana hii wanayo vichwani mwao. Mtu ukimwambia swala la michango sasa msema elimu bure. Wewe changia mtoto hapa chakula, elimu bure. Sijui changia nini, elimu bure. Kwa sisi kama wanamtaa, lakini kama wanakata hii, Mheshimiwa Katibu, na kuomba na wenye viti na wajumbe tuwe walimu mitaani mwetu. Na tumewaiteni wajumbe, msijione nyewe mko mbali. Mjumbe wa leo unaweza kuwa mwenyekiti kesho. Jukumu la mwenyekiti ndio jukumu lako mjumbe, jukumu la diwani jukumu lako mjumbe. Lakini hao wenzetu hao wataalamu, ili na wao wafanikiwe, lazima sisi tuwatie nguvu na tuwatie moyo. Ndio maana nasema tuwe wasiri. Kama hapa tumekaa tunajadili, lakini tukitoka hapo, hususan inawezekana changamoto nyingine zinazoelezeka hapa, mtu mwingine labda jirani yako. Si tupo kwa ajili ya maendeleo ya kata. Kama tupo kwa ajili ya maendeleo ya kata, tunayojadili lazima awe vifuani mwetu ili tufanikiwe. Katika hatua nyingine, Mheshimiwa Sharifa ameahidi kumshika mkono mama wa mtoto aitwaye Isaac ambaye ana ulemavu kwa mtaji wa shilingi 100,000 ili afanye biashara itakayomweka karibu na mtoto wake. Mimi kama mwenyekiti wa kamati ya maendeleo mtamchangia yule mama, na nyinyi tutakaposema sasa tuchange, tumtafutie yule mama biashara, kwa sababu mwenyewe hawezi kubuni wala kuibua mradi wowote. Kwa hiyo kikao hiki tumimbulie mama yule mradi, lakini pia kama tunawafadhili tunawana nani, tumsaidie yule mama. Na mimi nitatoa kiasi changu cha shilingi 100,000 kwa ajili ya yule mama, kwa ajili ya mradi wowote yule, mradi wowote yule. Baadhi ya wajumbe walioshiriki kikao hicho wamekiri juu ya changamoto ya wazazi kutowajibika ipasavyo katika kujitoa kuwasomesha watoto na badala yake kujikita zaidi kwenye sherehe, huku akitoa wito kwa wazazi kusimamia watoto wapate elimu. Nilifanyia mkazo sana shuleni kwa wazazi, pamoja hali ngumu najua, lakini ikitokea shughuli sisi tunachangishana sana wanawake. Tunafupana 20,000 mpaka 50 mpaka laki. Lakini ikitokea mchango tu wa shuleni kwamba ndio labda shilingi 2,000 na kuwa ngumu. Kama alivyosema mwenzangu pale, huruma sio malezi. Kwa hiyo tulifanyia mkazo. Watoto wanafaulu, saa nyingine wanafeli kwa sababu tu ya mazingira waliokuwa na wazazi. Siku hizo wa mama sio vibaya kwa jasiriamali, lakini tuko bize sana na biashara. Mtoto unamtupa tu, labda unaweza kumwachia baba akawa na habari zake huko, akashangaa na njaa yake, fika kula afanye vizuri. Kwa mimi nilikuwa nalo hili tu. Kwa upande wake, Muhanya Hassan ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Kisungule amewataka watumishi katika kata hiyo kuongeza kasi ya utendaji kazi kama inavyoelezwa na ilani ya CCM, huku akitoa wito kuhakikisha wanafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa. Naitwa Muhanya Hassan Baraka. Ukenda kwenye cheo changu ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Kisungule. Ndio msimamizi wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika kata hii. Ila kwa sasa hivi tumempata diwani, ndio tumemsindikiza kwa ajili ya kusimamia hii ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa maelekezo ya chama, sio maelekezo ya Muhanya. Kwa maelekezo ya chama kuhusu watendaji na wenye viti wa serikali ya mtaa.
kasi ya kufanya kazi inahitajika iwe kubwa sana kwa sasa hivi, kwa mujibu wa utekelezaji wa Mama Samia na mbunge wetu na waziri. Unapokuwa watendaji wana kasi kubwa ya kufanya kazi katika kata pamoja na wenyeviti wa serikali ya mtaa na diwani wakishirikiana, kata yetu itakuwepo kwenye nafasi nzuri sana ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tumeona katika wakati uliopita sisi hatukuwa madarakani Chama cha Mapinduzi, kulikuwa na upinzani. Kwa hiyo ufanyaji wa kazi ulikuwa sio mzuri kwa sababu ilikuwa itekelezwe ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa hivi tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa sababu tuna diwani na tuna mbunge. Kwa hiyo hatuna sababu ya sisi kushindwa kufanya vitu vinavyotakiwa katika kata yetu. Kwa hiyo watu wa kwanza wanakuwa wanatuangusha sisi, wengine hatupepesi macho. Watu wa kwanza wenye kutuangusha katika kutekeleza ilani ni watendaji, kwa sababu watendaji, nyinyi ndio wauzaji wa duka letu. Sisi tunaitaniwa wauzaji wa duka letu kwa sababu mnatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hata unapotaka kufika panapokuwa mkutano, jijue kuwa wewe unatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, ndio serikali iliyokuwa madarakani. Hata leo serikali ya Chama cha Mapinduzi akiwa haipo madarakani, wewe wakikujua ni kada wa Chama cha Mapinduzi, huwezi kuwepo kwenye nafasi hiyo. Tayari kila mtu ana mtu wake. Kwa hiyo tunawaomba sana watendaji, hii kazi tunayoifanya tufanye kwa kushirikiana na diwani na wenyeviti wa serikali ya mtaa, kwa sababu wanatokana na Chama cha Mapinduzi, ili tuweze kuifanya kwa ufanisi. Kwanza, watendaji natakiwa msibaki sana ofisini. Mimi yule dadangu toka amekuja namfuatilia sana. Mimi nafanya kazi mjini, lakini nafuatilia yote yanayofanyika mjini huko. Sipatikani sana, lakini yote nakuwa nayajua. Yule dada Kisungule C anafanya sana kazi toka amekuja, anafanya kazi vizuri sana, na hili nilikuwa nalisema hata nikija kwenye ODC kama hii. Kutoka Manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, Heri Abdalla, na hii ni Chivihi Media.